Jeshi la Wananchi Tanzania JWTZ leo bwana wameoga matusi mengi sana kupitia akaunti fulani hivi ambayo sio official account ya JWTZ, lakini akaunti ya watu ambao nadhani kwamba aliamua tu kutengeneza hii account kwa ajili ya kutaka appreciate kazi nzuri ambayo JWTZ wanaifanya. Sasa akaunti hapa inajulikana kama Military Tanzania, ambao walikuwa wameshare short clip hii ambao unaiona ni kipande cha sehemu ya makurutu wakiwa kwenye mazoezi yao wakati wanafanya mazoezi yao ya kuwa wanajeshi. Lakini sasa baada ya kushare clip hii hapa wakaweka pia na caption kidogo ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba jamaa wako kwenye mazoezi na kujaribu kuwapa imani wa Tanzania kwamba Tanzania ipo kwenye mikono salama kabisa. Unaona kabisa ni wanajeshi ambao wanatumia silaha fulani hivi, kuna za jadi na kuna silaha za kisasa pia, lakini pia kuna wale ambao unaona kabisa wanatembea ndani ya mto kama wanajaribu kufunzwa mbinu fulani hivi za kivita za kujaribu kukabiliana na adui. Lakini za kwenye comment bana nikashuka. Hapo ndio kulikuwa na vipengele sasa, maana Watanzania wengi wameonyesha kutoridhishwa na JWTZ kwa utendakazi wao, na kikubwa ambacho walikuwa nakirifani kuhusiana na machafuko ama mauaji ambayo ilitokea tarehe 29 Oktoba wakati wa uchaguzi. Sasa baadhi ya comments ambazo nilikutana nazo kwa haraka bana, kuna moja ambayo alikuwa anasema kwamba kazi ni kugombania mademu tu na raia mabani. Mwingine akasema kwamba hamna lolote, kama mliweza kunyamazia yale mauaji ya utekaji bado unaendelea, ni wazi mmebariki kama jeshi la Tanzania. Mwingine akasema kwamba ilishapitwa na wakati hayo, elekezeni nguvu zenu kwenye teknolojia na kuweka viemoji fulani vya kucheka. Mwingine akasema kwamba yani hawa ndio dash wanaume. Asema kwamba hawa ndio, alafu na kama ametoa matusi na kwamba mwanaume ni Tesha peke yake, mengine naonanga huku mtaani kama Ankoti. Yani mawatusi kabisa jamani, kama ni wanaume fulani hivi ambao hawajakamilika. Anasema kwamba katika jeshi mwanaume ni mmoja tu ambaye ni Tesha. Mwingine anasema kwamba UVCCM nyinyi bado mnatumia silaha za wakoloni tu. Sasa anajaribu kuwaita hawa jeshi kwamba hao ni UVCCM, yani umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Huyu akasema kwamba nilikuwa na imani kubwa sana na hawa watu, lakini sasa imani yangu ipo kwa Mungu tu. Mwingine akawatusi kabisa hapo JWTZ. Mwingine anasema kwamba kilichotokea Oktoba 29 mlikuwa nje ya nchi au? Huyu anauliza swali. Mwingine anasema kwamba mradi tuongee tu na tulivyo na midomo. Alafu mwingine pale chini anasema kwamba moja ya watu nilikuwa na wakubali sana zamani kiasi cha hata nikiona tu hilo vazi mwili unaenda mbio mpaka nakumbuka. Okay, ni comment ambayo hajaimalizia. Mwingine anasema kwamba jeshi limeacha wananchi wanapigwa risasi za vichwa na wahuni, hamna kitu hapo. Mwingine anasema kwamba vile mlikuwa akawatusi, anasema kwamba mlikuwa wapi tarehe 29 wakati watu mnaowalinda wanauawa, wenzenu wanatumia drones, nyie bado mpo kwenye magobole. Mwingine anasema kwamba nyie tu ni kama sungusungu tu, hamna lolote. Mwingine akaandika tu pale Oktoba 29. Mwingine akasema kwamba mazoezi ya kutuua Oktoba 2030. Mwingine anasema kwamba ovyo kabisa. Mwingine anasema kwamba mazoezi ya hivyo alishapitwa na wakati, tumieni nyenzo za kisiasa kusomesha askari wetu. Mwingine anasema kwamba how about Oktoba 29th Oktoba 2025. Mwingine anasema kwamba stories za kwenye Al-Kasusu hizi. Mwingine anasema kwamba JWTZ na kuwaita wanawake, anasema kwamba jeshi la wanawake Tanzania. Mwingine anasema kwamba kama wanamgambo na kuwatusi pia. Mwingine anasema kwamba JWTZ jifikirieni sana, sioni sababu za telekeza sisi wananchi, mkawatetea wananchi hadi lini? Mwingine yani kulikuwa na comments nyingi hizi tu ni baadhi, yani kama nikiamua kuzisoma zote, yani asilimia kama 90 ya comments zote ambazo zilikuwa zimetiririka pale chini kwenda kwa posti hapa zilikuwa ni za matusi na kuonyesha namna ambavyo Watanzania wengi sana wako disappointed na jeshi la wananchi, pamoja na kwamba hii si official account, yani sio page rasmi ya JWTZ, lakini wananchi waliamua kutoa machungu yao na kutoa zao za moyoni, hisia zao za moyoni kupitia posti hapa ambayo ilikuwa imewekwa na account hii ambayo inajulikana kama Military Tanzania. Sasa kupitia hili hapa nadhani kwamba imejenga picha na taswira kamili namna ambavyo wanajeshi wanachukuliwa sasa hivi, ama JWTZ wanachukuliwa, ama nafasi ambayo imewekwa na wananchi wa kawaida kutokana na matukio ambayo yalijitokeza tarehe 29 Oktoba mwaka uliopita, mwaka 2025. Unamwona gani kuhusiana hili? Ni drop pale chini kwenye uwanja wa comment.